tunasoma historia fupi ya nchi ya Kongo tangu mwaka 1482 Mreno Dekokao alipofungua mto Kongo mpaka mwaka 1960 mwisho wa ukoloni nchini Kongo. Karne ya 15 ndipo mfalme wa Ureno huko Portugal aitwaye Henri le Navigateur alianzisha mradi wa ufumbuaji, exploration et découverte kusini ya bara la Afrika. Basi Mreno Dekokao amefumbua ufalme wa Bakongo nchini Kongo mwaka 1482. Ufalme huu ulikuwa unaongozwa na Zinga Nkubu, aliyekuwa rais wa ine, ufalme wa ine. Dekokao alirudi Ureno kutoa ripoti yake ufumbuaji. Baada alirudi tena nchini Kongo pamoja na wamisionari wa kanisa Katoliki, wafundi wa kazi za mikono, kwa mfano wa seremala, wawashi na wengine. Baadaye watoto wa Kongo wakapelekwa Lisbon, nchi mkuu Portugal, kusoma katika fani tofauti. Ndipo mwanamfalme Don Henrique, mwana wa Alfonso wa kwanza, akasomea fani ya teolojia ya kanisa Katoliki. Alipotimu akatawazwa padri. Baada Papa Leo wa 10 akamtaja askofu mwaka 1518. Akawa askofu wa kwanza barani Afrika ya Kati. Ikumbusho hapa kwamba ufalme wa Bakongo ulikumbwa na matatizo mengi mno, hasa ya uchumi. Wareno walianza kupora mali za nchi bila kujali mfalme Antonio wa kwanza. Mwanamke mmoja Beatrice Chimpavita akakerwa na utawala wa Wareno, akaanzisha upinzani. Ameshikwa na kuunguzwa akiwa hai. Mfalme Antonio wa kwanza akaanza kupingana na Wareno kwa ajili ya uporaji wa mali za nchi. Vita vikazuka, akauawa kwenye mapambano inaitwa Bataille d'Ambuila mwaka 1665 tarehe 25 mwezi wa 10. Na huu ukawa mwisho wa ufalme wa Bakongo. Ufalme huu ulikuwa na eneo kubwa, mikoa mbili ya Kongo, yani Bakongo na Bandundu, kusini ya Kongo Brazzaville, kaskazini magharibi ya Angola na Cabinda. Kwenye karne ya 19 wazungu kutoka katika nchi mbalimbali barani Ulaya walikuwa nchini Kongo na bara la Afrika. Uingereza, Wafaransa, Wareno, Hispania, Wataliana, Holanzi na wengine. Waliporudi nchini kwao, wakatoa ripoti zao zenye kujaa masifu na utajiri wa Kongo. Gazeti ya Marekani Herald Time na lile la Uingereza Daily News likantuma mfalme Henri Morto, likantuma mfumbuaji Henri Morto Stanley kujua kinaga ubaga Afrika ya Kati, hasa nchi ya Kongo. Huyu amebaki barani Afrika siku 999 baada akarudi Uingereza kutoa ripoti kuhusu mali za Kongo. Serikali ya Uingereza haikumjali hata ripoti yake wakaitupa. Huyo akavunjika moyo, akampatia mfalme wa Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji, mfalme wa Ubelgiji Leopold ripoti yake kuhusu mali za Kongo. Huyo akamjali kumtumikisha kama vile mtumishi wake, akangaramia hali na mali. Mfalme Leopold wa pili alipopata maelezo ya kina kuhusu Kongo, aliitisha kikao cha dharura nacho katika lugha ya Kifaransa, Conférence Géographique de Bruxelles, mnamo tarehe 12 mwezi mpaka tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 1876. Nchi zifuatazo zikahudhuria kikao hicho: Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Russia, Italia, Autriche, Hongrie. Kiini kupiganisha utumwa, vita vya ukabila, magonjwa nchini Kongo, kutambulisha nchi za Kongo kimataifa. Kwa kweli utumwa ulibuka nchi ya Kongo ya Magharibi kwenye karne ya 16 hadi 17. Watumwa wakapelekwa Ureno, baadaye Brazil. Kongo Mashariki kwenye karne ya 19. Utumwa huu ulianzishwa na sultani wa Zanzibar aliyeitwa Saidi. Watumwa hao wengi walipelekwa Amerika,
wengine wakabaki mikoani ya Tanzania, wanaitwa wote wa Maniema, Wapembe, Wabangubangu, Wazimba, Waolowolo, Wakusu na wengine. Mwaka 1878 ikaundwa AII, maana yake Association Internationale Africaine, kwa malengo ya kudumisha ufuguaji. Ikafuatiwa na Comité d'Études du Congo. Stanley alijihusisha sana na nchi ya Kongo, akajenga vijiji vifuatavyo: Vivi, Musoko, Isangila, Mayanga na Leopoldville leo kuleta Kinshasa. Mwaka 1878 misioni ya kwanza ya Kiprotestanti Palapala huku pa Kongo. Misioni iliitwa Palapala huku pa Kongo. Mwaka 1880 wamisionari wa kanisa Katolika wa Père de Saint-Esprit au Père Spiritain wa Ufaransa wamefika Boma huku pa Kongo. Mwaka huu wamisionari wa kanisa Katoliki Père Blanc kutoka Ubelgiji wamefika Palweba tarafani Fizi, Kivu Kusini, na kijiji kipatikanacho kaskazini ya Baraka yapata kilomita 12. Mapadri hawa walihamia Kibanga inaitwa La Vigilite karibu na Kazimia. Hapo ugonjwa wa tifoide ukamua padri mmoja, walionusurika wakakimbilia Lusenda, kijiji kilicho kwenye kilomita 12 kusini ya Mboko tarafani Fizi. Mapadri hawa hawakuelewana kabisa na kabila Wapembe, wakakimbilia Kirungu tarafani ya Moba pamoja na familia zao za Wapembe. Askofu mstaafu wa diocese ya Uvira Jerome Kapango aliandika kitabu kinachoitwa L'Evangelisation du Congo, ses méthodes pastorales, l'histoire de l'église, thèse de doctorat, alipata Paroma mwaka 1983. Leo ni askofu mstaafu wa diocese ya Uvira. Kuhusu mali za Kongo, nchi za Ulaya zikaanza kusuzana: Ufaransa, Uingereza, Ureno, Italia, Ujerumani, Hispania, Ubelgiji. Kila mmoja anapenda kudhibiti Kongo. Nchi hizo zikawa na wivu zidi ya Ubelgiji, hata ikazuka mizozo kati yao. Katika lugha ya Kifaransa wanasema rivalité politique. Basi kwa kuepukana na vita ambavyo vinaweza kutokea barani Ulaya, kiongozi wa serikali ya Ujerumani von Otto Bismarck akiitisha kikao cha kimataifa kinachoitwa Conference Internationale de Berlin huku Ujerumani tangu mwaka 1884 hadi mwaka 1885. Nchi zilizohudhuria: Autriche-Hongrie, Denmark, Hispania, Uholanzi, Italia, Marekani, Russia, Sweden, Turkia, Ujerumani, Ufaransa, Ureno, Uingereza na Ubelgiji. Kiini: kuzuia mvutano wa kisiasa barani Ulaya kuhusu mali za Kongo. Ikatokea wazo la kugawa bara la Afrika kati ya hizo nchi 10 hizi 4 zilizozozana kuhusu mali za Kongo. Basi nani achukue Kongo? Baada ya ugawaji, Kongo haikupewa nchi yoyote, bali iligabidhiwa Mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji kwa muda, ili ajilipie gharama zake alizozifanya nchini Kongo. Baada atarudisha Kongo kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa, yaani nchi 14 zilizohudhuria kikao. Ni nchi hizo zitajua nchi gani itapewa Kongo. Mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji akachukua Kongo kama vile kitu chake binafsi, propriété privée. Mwaka 1885 nchi ikapewa katiba yake ya kwanza inaitwa Acte de Berlin. Ndipo nchi ikaitwa État indépendant du Congo, kwa kifupi EICC, tangu mwaka 1885 hadi mwaka 1908, na Saint Francis de Winston akawa administrateur wa kwanza wa Kongo. Lakini kiongozi tuseme rais alikuwa Leopold mfalme wa Ubelgiji. Mwaka 1885 huyu akatangaza rasmi État indépendant du Congo pa Vivi, ilionekana kuwa kama makao makuu ya serikali yake. Leo ni Kinshasa. Kwa kuelewa Kongo kama vile ilivyo, mfalme alituma wataalamu wengi kutoka nchi za Ulaya nchini Kongo.
Hawa wakazunguka popote nchini, baadaye wakarudi Ubelgiji kutoa ripoti zao kwa mfalme Leopold wa pili. Mwaka huu utumwa nchini Kongo ukapigwa vita na mfalme Leopold wa pili, Kardinali la Vigerie wa Kanisa Katolika na jeshi la Kongo lililoitwa Force Publique kwa kifupi FP. Mwaka wa 1891 mwaka wa 1891 kweli Leopold wa pili akatoa kauli ya kwamba eneo zote zilizotupu porini zimekuwa eneo za serikali. Kifransa wanasema terre vacante non occupée, zikawa mali binafsi za serikali, domaine privé de la couronne. Ilikuwa eneo linalopatikana tangu ziwa Mai-Ndombe, leo lake Leopold, mpaka mto Lukeni. Wabeleji walichukua kiolela kauchu na pembe za tembo, ivoire, zikawa mali binafsi za mfalme. Kwa kweli Wabeleji walifanya Kongo kuwa kolonia de exploitation yao kapata miaka 23 tangu Conference de Berlin mpaka Leopold alipata madaraka. Mwaka 1893 hadi mwaka 1899 uasi wa kwanza wa Kongomani ulikuwa revolte des soldats Batetela à la garnison de Luabu leo Kananga, ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 9 saa 1 asubuhi. Mwaka 1898 Leopold wa pili akashikwa na ugonjwa uliosababisha kifo chake. Kabla ya kufa kwake, mfalme aliachia Wabeleji nchi ya Kongo kwa siri kama vile koloni yao, kwani Ubelgiji haina koloni hata mmoja. Mfalme amegeuka makabiliano ya Berlin akipatia Ubelgiji nchi ya Kongo kwa uficho bila kujali kikao cha zile nchi 14. Lakini aliwapa Wabeleji nchi ya Kongo na shingo upande, akasema je leur sais de mon pays mais ils ne sauront pas ce que je voulais faire de ce pays. Imeleweka hapa kwamba Leopold wa pili ni mzaliwa wa Ujerumani. Katika sikitiko ile akaunguza hati zote za ofisini mwake kuhusu Kongo. Ubelgiji ikachukua Kongo ikaitwa Congo Belge. Jina la kwanza était indépendant du Congo, jina la pili Congo Belge au Colonie Belge. Ikawa tangu tarehe 30 mwezi wa 10 mwaka 1908 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960 nchi yetu ikaitwa Colonie Belge au Congo Belge, ikawa shamba la Wabeleji miaka 52. Mfalme akatoa kauli, quiconque ira au Congo devra sine qua non contribuer au développement de la Belgique. Maana yake anataka kusema yeyote atakwenda kutumika Kongo anapaswa bila mjadala kuchangia kwa maendeleo ya Ubelgiji. Kwa kuipatia Ubelgiji nchi ya Kongo, mfalme amejitetea kwamba alikopa pesa kadhaa kwa serikali ya Ubelgiji ili aijenge nchi ya Kongo. Kwa hiyo Ubelgiji iende nchini Kongo kujilipia deni lake yeye mwenyewe. Pesa ngapi? Pesa hazijulikani. Hali hiyo italeta utata kati ya waziri mkuu wa Kongo Moise Tshombe na waziri mkuu wa Ubelgiji Winifred mwaka 1964. Mzozo huu unaitwa contentieux belgo-congolais. Mwaka 1909 Leopold akaaga dunia na umri wa miaka 74 mwaka wa 44 wa utawala wake. Mwaka wa 1910 ikafanyika katiba ya pili ya Kongo inaitwa Charte Coloniale. Nchi ikawa na kiongozi gouverneur general Wais Theophile akisaidiwa na waziri sita. Kwa kweli Wabeleji nchini Kongo waliwatendea raia wa vitendo vya unyama, vya frekati shikot, kwa viboko, vya ukatili na mazarau. Haya yakasababisha maasi mengi mno. Raia, wasomi, wafanyasiasa, viongozi wa dini
kama vile Simon Kimbangu, le blanc deviendra un noir. Mzungu mtu mweupe atakuwa mweusi. Et un noir deviendra le blanc. Na mweusi atakuwa mzungu au mweupe. Ukatokea mwingine anaitwa Bushiri, aitwaye Turiki, mwana wa Mungu, haleluya, mpungu Mikaeli, Fwamba, Kichwama, Tonio Nyerenda, aliasi mwana Lesa. Ni yeye mwanzilishi wa dini kitawala nchini Kongo. Mwaka wa 1914 hadi mwaka 1914 vita vya kwanza vya ulimwengu vimezuka kuvikiwa na sababu nyingi, lakini Ujerumani, dola kubwa barani Ulaya, ilitaka kujinyanyulia Kongo kuwa nchi yake. Jeshi la Kongo liitwayo FP Force Publique, likiongozwa na jemadari Mbeleji Tombert, lilijinyakulia ushindi dhidi ya Wajerumani pa Urundi, Rwanda na Tanganyika. Shujaa wa vita akawa Premier Sergeant Major Mbavu Ndogo au Mbavu Moja Mbembe wa Baraka, tarafani ya Fizi. Angalia noti ya franka 10 na sarafu ya franka 10 zilizochapwa na serikali Ubelgiji mwaka 1956 ambazo zilitumika Ubelgiji, Kongo, Rwanda na Burundi. Mwaka 1922 Gouverneur General wa Kongo Belge, Rwanda, Urundi, aitwaye Lipens Maurice akasoma ripoti yake. Basi kikao kikaamua kutokuelimisha Wakongomani. Kikao kikaitwa Congrès Colonial sur l'Enseignement. Wabeleji wakakosesha elimu ya juu, sekondari na universite raia wa mashariki ya Kongo. Tarafani Fizi, shule za msingi zilikuwa 7: Pakavumbi milango 2, Mboko milango 5, Kaboke milango 2, Lubumba milango 2, Baraka milango 5, Malindi milango 2, Lukonja milango 2. Unamaliza hapo na timu kabisa, unaonekana msomi. Siasa hii ya kutokuelimisha Wakongomani iliitwa paternalisme, qui consistait à donner moins d'initiative aux plus autochtones. Ikumbushwe kwamba msomi wa kwanza wa Kongo ni Stefano Kaozi, mzaliwa wa tarafa ya Moba, kabila la Watawa. Mwaka 1927 Kaozi akatawazwa padri, akawa padri wa kwanza wa Kanisa Katolika nchini Kongo. Pia msomi wa pili nchini Kongo, Paul Panda Farnana, mzaliwa wa Bakongo, alisoma fani ya kilimo Ubelgiji. Yeye ni Mkongomani wa kwanza kutetea raia wa Kongo na nchi ya Kongo. Mwaka 1919 aliunda Société de secours et de développement moral intellectuel de la race congolaise. Mwaka 1926 Kongo ikagawanyika katika mikoa 4: Kongo Kasai, Equateur, Katanga, mkoa wa Mashariki. Mwaka 1932 Tade Balibanga kaandika kitabu L'éléphant qui marche sur les œufs, tembo inayotembea juu ya mayai. Mwaka wa 1933 Kongo ikawa na mikoa 6: Leopoldville, Kasai, Kivu, Katanga, Equateur, mkoa wa Mashariki, na wilaya 16 na tarafa 104. Mwaka 1940 hadi mwaka 1945, vita vya pili vya ulimwengu, jemadari Hitler akataka kutawala Ulaya na ulimwengu. Jeshi la Kongo likiongozwa na Lieutenant General Girard limejipatia ushindi nchini Ethiopia pa Asosa na Gambela, nchini Kameruni pa Sayo. Yani nchini Ethiopia jeshi la Kongo lilidhibiti Asosa na Gambela, huku Kameruni pa Sayo. Jeshi la Kongo likibuka ushindi popote barani Afrika na Asia dhidi ya Wajerumani na Wataliana. Shujaa wa vita Premier Sergeant Major Mbavu Moja wa kabila la Wabembe. Mwaka 1944 uasi wa pili wa askari Batetela pale Luaburu, Kasai, leo Kananga au leo ni Kananga, zamani Luaburu, leo Kananga, katika mkoa wa Kasai Occidental. Emery Patrice Lumumba akaanza kuonyesha chuki dhidi ya Wabeleji. Mwaka 1950 wasomi wa Kongo wakaanza kucheza michezo ya kuigiza teatri katika lugha ya Kifaransa. Aliyekuwa kiongozi maalum ni Albert Mongita, mzaliwa wa mkoa wa Bandundu.
Wanafunzi kwenye shule za kanisa Katolika wakaanza kuunda vyama vya kisiasa, lakini bila msimamo: ADPS, Asanefe, Inerma, ASAP na zingine. Pia wafanya siasa nao wakafuata mkondo huo, lakini vyama vikawa vya kikabila tu: Abaku ya Wakongo, FDK ya Wakasai, Lulu ya Wakasai, Inimo ya Wakongo, Libokea Bangala watu wa Equateur, Abanzi na zingine. Lakini chama kilichokuwa na mwelekeo wa kisiasa ilikuwa Abaku, Alliance au Association de Bakongo, ikiongozwa na Joseph Kasa Vubu. Mwaka 1954 kuundwa kwa university ya kwanza nchini Kongo, Université Catholique de Lovanium pa Kinshasa. Mwaka 1955 Mfalme Baudouin wa kwanza wa Ubelgiji akawasili nchini Kongo. Alipendekeza siasa ya Coopération Belgo-Congolaise. Maana yake Wabeleji wa Kongomani watumike pamoja, wanaweza kuoana sawa. Lakini Wabeleji walikataa, wakaita Wakongomani makaki, yani nyani. Kwa kuwa Wakongomani hawakuandaliwa kama ipasavyo, Prof Van Bilsern Mbeleji akapendekeza Ubelgiji iendelee kutawala Kongo mpaka baada ya miaka 30. Yani tangu mwaka 1955 kuongeza miaka 30, itakuwa sasa Kongo pata uhuru mwaka 1980. Wakongomani wakaona kwamba ni mizaa. Kwa kuwa Wakongomani hawakuandaliwa kama ipasavyo, Profesa Van Bilsern Mbeleji alipendekeza Ubelgiji endelee kutawala Kongo ili iandae kielimu na kisiasa Wakongomani muda wa miaka 30. Mapendekezo yake ikaitwa Plan de 30 ans du Professeur Van Bilsern. Wazo hilo lilipongezwa na wanamemba wa Manifeste de la Conscience Africaine iliyoundwa mwaka 1951 na Padri Joseph Albert Malula, Joseph Ilero, Jean Bolikanga. Lakini chama cha Abaku ikapinga na kuomba uhuru hapo hapo. Nous voulons l'indépendance immédiate au lieu de la traiter encore de 30 ans. Tunataka uhuru sasa hivi ili kuchelewesha miaka 30. Wanamemba wa Manifeste de la Conscience Africaine na Mfaransa Gaston Defferre aliunda sheria inaitwa Loi Cadre. Walikuwa na lengo moja na Federalisation de Cadre, yani Wakongomani napenda utawala baki mikono wa Kongomani, sio tena waongozi wa Beleji wazungu. Ndio kafanya hiyo chama inaitwa Africanisation de Cadre. Viongozi katika fani zote au gazi zote wawe Wakongomani au wa Afrika. Mwaka 1956 kuundwa kwa Université Officielle de Lubumbashi. Yani Kongo ilikuwa university mbili, ya kwanza ile ya Lubumbashi wa Katoliki, ile ya Kinshasa iliitwa Université Catholique de Lovanium ya Kinshasa. Ya pili hiyo ya serikali inaitwa Université Officielle de Lubumbashi. Mwaka 1957 kutangazwa rasmi kwa msomi Thomas Kanza aliyetimu kwenye Université Catholique de Lovanium huko Ubelgiji. Alikuwa licencié en psychopédagogie. Petio Artiri, gouverneur général wa Congo Belge, Rwanda, Urundi, akaanzisha shughuli za kuendesha election communale katika sehemu mbalimbali za nchi. Chama cha Abaku kikabuka ushindi mjini Kinshasa. Mwaka wa 1958 kufuatana na hali mbaya ya kisiasa nchini Kongo, Mfalme Baudouin wa kwanza akatisha vikao mbalimbali, l'Exposition Internationale de Bruxelles, ambako Wakongomani wengi walihudhuria. Mwaka huu vigogo vya siasa barani Afrika, Dr. Jomo Kenyatta wa Kenya, Dr. Kwame Nkrumah wa Ghana, Dr. Mwande Azikiwe wa Nigeria, Sékou Touré wa Guinea Conakry walikuwa wafanya siasa wa barani Afrika. Wakatoa mrejesho wa kikao cha kisiasa kilichofanyika Bandung nchini Indonesia, ikaitwa Conference Afro-Asiatique de Bandung, ambako nchi 29 uhuru za Afrika na Asia walihudhuria. Ziliitwa Pays du Tiers Monde, yani nchi ya ulimwengu wa tatu. Pays en voie de développement, nchi ilikuwa katika mstari wa maendeleo, pino na nchi ambazo zijulikana.
iliyosimamiwa na Sukarno wa Indonesia. Tarehe 5 hadi tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 1958 kikao Kongres Panafricain Dakar huko Ghana. Emery Patrice Lumumba alihudhuria kikao hicho akishindikizwa na Gaston Diomi na Galula. Vinara vya siasa barani Afrika wakampa Lumumba mwelekeo na mwamuko wa siasa. Baada ya kikao, Lumumba akarudi nchini Kongo tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 1958 akasema aba l'imperialisme, yani tukulie mbali problema mamboleo, vive le peuple congolais, iishi taifa la kikongomani. L'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais bien un droit fondamental du peuple congolais. Lumumba alisema kwamba uhuru sio zawadi ya Wabeleji, bali ni haki ya msingi ya taifa la Wakongomani. Alisema katika lugha ya Kifaransa, l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, mais bien un droit fondamental du peuple congolais. Uhuru sio zawadi ya Ubelgiji, bali ni kweli haki ya msingi ya taifa la Wakongomani. Baada ya Lumumba akaunda chama cha siasa MNC kinachofunguliwa Mouvement National Congolais. Yani Lumumba kwa wa pili kuunda chama cha siasa. Cha kwanza ilikuwa Baku, iliundwa na Joseph Kasavubu. Ya pili imeundwa na Lumumba, ikaitwa MNC. Ile ya Baku ilikuwa Association de Bakongo, ilikuwa inalenga kabila wa Kongo tu. Ya Lumumba inalenga taifa nzima wa Kongomani. Mwaka 1959 chama cha Baku kikafanya duara bila idhini ya serikali ya Kongo. Gouverneur wa Kongo Belge, Rwanda, Urundi, Cornelis akamuru kuzimisha uhasama huo na risasi wa chama hicho kwa kutumia nguvu. Raia ikaandamana zidi ya polisi, hawa wakafyatua risasi, watu wasiopunguka 44 wakafa na wengine 100 wakajeruhiwa. Lakini vitabu vinataja idadi tofauti. Wakati wale wa Baku walifanya meeting yao bila kupata idhini ya serikali, Gouverneur alikuwa Mbeleji akaruhusu polisi izimishe wasi ule, lakini wale wa raia walikuwa wengi, hakuna namna kuzimisha uhasama huo. Wakaanza kufyatua risasi kwa raia, waliokufa 44 na 100 wakajeruhiwa. Hiyo ni Wabeleji tu walitangaza hiyo, ili Wakongomani kwa zaidi ya hapo. Na ndio maana kila mwaka nchini Kongo tarehe 4 mwezi wa kwanza tunafanya sikukuu ya kumbukumbu ya martyrs de l'indépendance, wafia uhuru. Kila mwaka tarehe 4 mwezi wa kwanza. Hii historia iko hapa. Mwaka wa 1960 Mfano Baudouin ametoa kauli ya kuipatia Kongo uhuru, akiitisha kikao Conférence de la Table Ronde Politique de Bruxelles, ambapo Wakongomani wengi walihudhuria: mwami wa asili, vyama vya siasa, viongozi vya dini na wengine. Tarafa ya Fizi iliwakilishwa na mwami Ilinda wa sekteri ya Nganja, mwami Mone Ebunga Mambo wa sekteri ya Tanganyika. Kikao kimejadiliana kutangaza uhuru wa Kongo tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960. Tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu mfalme akaitisha kikao kingine, Conférence ya Table Ronde Économique. Ilizungumziwa kuhusu systeme politique, mfumo wa kuongoza, federalisme, yani kila mkoa ujibebe, au unitarisme, tuna serikali kuu iongoze nchi mzima. Regime politique, paternalisme, tuongozwe na bunge wana sauti kubwa kuliko rais. Presidentiel, rais au na sauti kubwa kuliko bunge. Ndio mifumo mbili. Bunge iko na sauti kuliko rais, au rais iko na sauti kuliko bunge. Sasa Kongo inatumisha aina gani? Initari na inatumisha presidentiel, yani ni rais ndio mlikuwa juu ya vyote. Marekani sivyo. Marekani rais anaweza kualikwa kuenda kujitetea kwa mahakama. Barani Afrika sidhani kama rais anaweza kwenda kujitetea mahakamani, inawezekana. Wahudhuriaji walikubaliana systeme politique, federalisme na regime politique presidentiel, yani kila mkoa ijibebe na rais awe mmoja tu kuongoza nchi. Tarehe 11 mpaka tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 1960 uchaguzi wa bunge
mikoa na tarafa ya nyingi, uchaguzi wa bunge, mikoa na tarafa za miji mikubwa komini. Chama cha MNC Lumumba kikabuka ushindi kwenye uchaguzi wa bunge. Lumumba akawa waziri mkuu, premier ministre et formateur chef du gouvernement. Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1960 Kasavubu akachaguliwa rais wa nchi. Tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 1960 Kasavubu ameapishwa mbele ya bunge na Sena. Tukumbushe hapa kwamba katiba ya 3 ya nchi itengenezwa na Mfalme Baudouin wa kwanza iitwayo Loi Fondamentale ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 1960. Basi siku ya Alhamisi usiku kati ya tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 1960 Mfalme Baudouin wa kwanza akatangaza rasmi uhuru wa Kongo. Nchi ikaitwa Republique du Congo, Jamhuri ya Kongo. Siku ile imesomwa risala 3. Mfalme Baudouin amesoma risala yake, Joseph Kasavubu kama vile rais amesoma risala yake, waziri mkuu Emery Patrice Lumumba amesoma risala yake. Ndio risala 3 zilizosomeka siku ile. Ikumbushwe hapa kwamba nchi ilikuwa na wasomi 17 tu wakati ilipata uhuru, lakini walio wengi hawakajihusisha sana na siasa. Vyama vya siasa vilikuwa vyote na mwelekeo wa kisiasa ila maslahi ya kikabila. Tarafani Fizi Wabembe waliunda vyama kimoja kikaitwa Inebafi. Maana yake Unité de Wabembe de Fizi. Kingine cha kisiasa kinaitwa Elite Mbembe. Ilikuwa ya wasomi. Ukawa na FK ya mtawa ule nani Itombwe. Union de Fédéralistes de Kivu. Ilikuwa pale Mwenga katika tunaita collectivité au secteur ya Itombwe. Ndio ilikuwa na hiyo IFEKI. Yaani vyama vimeundwa kwa maslahi ya kabila tu. Alikuwa maslahi ya taifa ya kabila tu. Sasa ndio hizo vyama vilikuwa vingi, havikufaulu kwa sababu ilikuwa vyama vya kabila tu. Wakongo walikuwa na yao Abaku. Wabembe wakawa nao na vyama vyao, moja Elite Mbembe, nyingine Inebafi. Kila kabila ikawa na chama chake. Na ndio tatizo ya Kongo mpaka leo. Matatizo mengi ikabuka nchi ya Kongo, kwani wabeleja wa kuandaa wakongomani kama ipasavyo. Wale walioshikilia wazifa mbalimbali baada ya uhuru hawakuwa na elimu tosha. Kumbuke mtu anafanya shule ya msingi anakuwa waziri. Mtu anafanya shule la msingi anakuwa gavana. Yaani wabeleji walitunyima elimu. Na ndio tatizo ya préparation des cadres. Yaani wale wa viongozi hawakuwa prepare au kuandaliwa vizuri. Mpaka leo utakuta ukapita chuo hata kuandika. Hata hapa kambini utaona mtu anachaguliwa de village, ajua hata kusoma, ajua hata kuandika. Une préparation des cadres. Et kaza manque de l'unité nationale na anarchie. Watu wakuwa tena hao ni wabembe, vitu wa wabembe tu. Wabembe ndio kazi yao hii. Wanachira wabembe mzigo. Wakati wabembe wanataka kugomboa nchi lakini wanachiwa mzigo. Ni kazi ya wabembe. Wao hawakuwa wanaona mchana. Ndio ile tunaita manque de l'unité nationale. Anarchie, kila mtu afanye vile anapenda. Mtu anajitangaza mimi nakuwa general. Huyu ujole pona nani? Hajulikani. Kuhusu mzozo wa Kongo leo unatokana na mali za Kongo. Nchi za Ulaya zikaanza kusuzana kwa ajili ya mali za Kongo. Ufaransa, Uingereza, Ureno, Italia, Ujerumani, Hispania, Ubelgiji. Kila nchi ilipenda kudhibiti Kongo. Ndio tatizo ya Kongo mpaka leo. Zinatokana na nini? Mali za Kongo. Hizi nchi nani hizi? Walisuzana kwa conference internationale de Berlin. Katika hii conference ilikuwa inaalika watu 8, nchi 8. Hizo nchi 8 kila nchi ikapenda ikamate Kongo. Kongo ni koloni yake. Usawa nini? Kongo ni nchi ilikuwa na madini mengi sana ambayo haijulikani nyingine. Sasa hizo nchi 8 zikao katika mzozo wa kweli. Ndio maana huyu Mjerumani anaitwa Otto von Bismarck aliona kwamba akiachilia hivyo
kutazuka vita vikali sana barani Ulaya. Akisha kikao ndio wanaita Conference Internationale de Berlin. Ilikuwa na nchi hizi ambazo nimesoma hapa ndio zimehudhuria kikao hicho. Wakagawa bara la Afrika. Ufaransa ikapata nchi zimoja, Uingereza nchi zingine, Ureno hivyo, Italia hivi, Ujerumani hivi, Hispania ilikuwa na hivi, Ubelgiji ilikuwa na Rwanda na Burundi. Sasa Kongo haikupata nani ataitawala. Wakigabizi kwa muda mfalme wa Leopold wa Ubelgiji. Uchukue kwa muda ikakuwa propriete privée yake na nchi ikaitwa Etat Independant du Congo. Ikapewa katiba inaitwa Acte de Berlin. Sasa huyu mfalme Leopold alipokufa aliachia Wabeleji ile nchi ya Kongo bila kujulisha ile zile nchi 14. Ikawa kauli gani? Kauli ni kwamba yeye wakati alifanya kutembelea Kongo, wale wa explorateur wake alitumia pesa mingi za Belgiji. Kumbe arudishi ile pesa kurudisha Belgiji pesa zao hana. Akawatuma sasa waende kutawala Kongo ili wajilipie gharama wao wenyewe. Ndio Wabeleji wakaenda Kongo. Hawakutumwa na Umoja wa Mataifa. Walitumwa na mfalme Leopold kabla kufa kwake. Wakaenda nchini Kongo, wakatawala Kongo, Kongo ikawa koloni yao. Sasa Kongo ikawa Ubelgiji ikawa na koloni 3. Ikawa na Burundi, na Rwanda, na Kongo. Lakini huko kwa conference haikuwa na koloni hata moja. Ubelgiji haikuwa na koloni hata moja. Alipokuwa koloni baada ya vita kwanza haikuwa na koloni hata moja wakati waligawa bara la Afrika. Ile Rwanda, Burundi ilikuwa koloni ya Ujerumani. Wakati vita kwanza ulimwengu ndio aliposhindwa vita wakamnyang'anya zile koloni zake. Rwanda, Burundi ikapewa Ubelgiji. Ile Kongo ile haikuwa inatawala nchi fulani. Ilipewa mfalme Leopold ikamate kwa muda. Sasa yeye kabla kufa kwake akaachia Ubelgiji Kongo hii. Na tangu wale wakati ule Kongo ikaitwa koloni Belge, lakini sio kimaandishi, ni ilifanyika kwa kikinwa tu. Haikufanyika kimaandishi. Ndio tatizo ya Kongo yetu. Zile nchi zingine sasa Ufaransa inapenda itawale Kongo, Uingereza itawale Kongo, Ureno itawale Kongo, Italia itawale Kongo, Ujerumani itawale Kongo, Hispania itawale Kongo, Belgique itawale Kongo, Marekani itawale Kongo, Russia kila nchi sasa inataka kutawala Kongo leo hii. Lakini walianza mzozo ni nchi 7 za Marekani za Ulaya. Ufaransa, Uingereza, Ureno, Italia, Ujerumani, Hispania, Belgique. Hizi nchi zilianza uhasama, kila nchi ipende itawale Kongo, hiyo koloni yake. Lakini Kongo ikapewa mfalme wa Belgique alipokuwa anaitwa Leopold akachukua Kongo. Na yeye kuacha Kongo kwa zile nchi ile Conference Internationale de Berlin zile nchi 14 akaipatia Ubelgiji kwa uficho. Ikawa koloni Belge kwa uficho. Sasa Ubelgiji ikapewa Kongo, Burundi na Rwanda. Pamoja hapo. Kulikuwa na jeshi imara. Sio tena jeshi la leo ambalo linakimbia waasi. Hii jeshi pambana wazungu. Burundi, Rwanda, Tanganyika. Tanganyika ni Tanzania bara. Kwa sababu leo Tanzania inakuwa Tanganyika na Zanzibar ndio inaitwa sasa Tanzania. Sisi Wabembe walivamia Tanganyika. Mpaka hivi mbavu ana dinara ambayo inajengwa huko na kule kwa kutukuza. Wabeleji wakaongeza kwenye noti ya pesa na sarafu ya pesa. Zikatumika Ubelgiji, Kongo, Rwanda na Burundi. Ule ndio ya kutubalea. Jeshi la Kongo lilikuwa imara. Walikuwa wanaogopa wazungu, walikuwa wanaogopa watu wengine. Lakini leo jeshi la Kongo linaweza kupiga Wanyarwanda. Ni aibu kubwa sana kwa sababu tukumbuke wale vinara waliopigana vita, wale wa Kinambabu walikuwa tu kawaida, wasikari kawaida, lakini walisema hatuwezi kuacha nchi yetu nyang'anywa na Ujerumani. Wakapambana Ujerumani kwa Burundi, kwa Rwanda na hapa Tanganyika. Wakachukua maeneo yote mpaka leo wana sifa nzuri sana. Lakini majenerali wetu ambao tunatiliwa na serikali wanaambia wasiko tukimbie. General kimbie vipi? Hiyo ni aibu kwa Kongo. Ikumbushwe hapa kwamba nchi ilikuwa na wasomi 17 waliokuwa na diploma ya chuo kikuu university. Wakati ule tulipopata uhuru.
nataja majina wa moja hapa ambao walikuwa na diploma ya university: Albert Ndele, Fernand Kazadi, Jonas Mukambo, Marcel Yao, Mario Cardozo, Ndeka, Justin Maripo Mboko, Luaminya Bisimwa, Thomas Kanza, Mopila, Ngale Mbwile Ampanga, Gensi Lonta Malanda, Ngombe Mbala, Elebili Sembe, Mbia Kekesi. Ndugu zangu, tuelewa kwamba ulimwengu wa leo ni ulimwengu watu wawili, tajiri na msomi. Tusichukue kama usomi ni wadui wa maendeleo. Hapana, usomi ni kipawa ya tusaidia sisi kuongoza vizuri. Kongo yetu ilikosa wasomi. Ndio maana kulikuwa vurugu sana, hata leo kuna vurugu sana. Watu walio wengi wasema kusoma ndio nini? Kuongoza kipaji. Ni kipaji sawa shamba bila kupalilia haiwezi kuvuna matunda mengi. Kupalilia ni nini? Ni elimu uliyopata. Kongo tangu ukoloni mpaka mwaka 1960 tulipata uhuru. Mwandikaji alikuwa mmoja alijulikana Radeba Dibanga. Na mara nyingi ile kitabu chake andika la Rafiki Mashilezi, wanasema sio yeye aliandika kitabu, walimpatia jina tu kitabu, lakini sio yeye aliandika. Yaani atakuwa na msomi hata mmoja, mwandikaji hata mmoja. Hii sawa Kongo, wakati Cameroon, Guinea, Togo walikuwa shohara wasomi wa Kamara, leo walikuwa Sengo na wengine. Sisi hatuna hata mmoja mwandikaji wa kitabu. Tunatumainia tu huyu Radeba Dibanga ndio msomi wa kwanza. Radeba Dibanga andika kitabu ya Rafiki Mashilezi. Mtu mmoja tu kwa nchi wa Kongo, nchi ya mamilioni ya watu. Ili ilitokana nini? System ya wabeleji ilikuwa mbaya sana. Impreparation de cadre ndio walituachia nchi sawa Kongo. Iko na wasomi 17 tu. Mawaziri watakuwa wangapi? Magavana watakuwa wangapi? Wasenatari watakuwa wangapi? Ikabidi kuwa hiyo mambo ya unité nationale kawa chini. Kwa sababu gani? Atakufunzwa elimu kutosha. Ndio maana hata uhuru yetu ilikuwa hivi tu katika matatizo. Kwa kuwa hatukuandaliwa vizuri. So it is good. Mpaka leo kushikilia madaraka mara nyingi katika vijiji vyetu ni watu ambao kusoma. Ukimwambia neno hivi asema kusoma ndio nini? Kuna fulani kusoma iko anaongoza. Kuongoza ni kipaji, lakini elimu ni kitu ambacho kinakusaidia wewe kuongoza. Kuna instruction na education, vitu vile vinasaidia mtu kuongoza. Instruction na education. Ukikosa vitu viwili hauwezi kuongoza vizuri. Ukikosa kimoja utaongoza sawa vile kuswasua. Lakini ukiwa vitu viwili, instruction na education, utaongoza vizuri. Haya ndio itakuwa mpango ambia ndugu zangu wa Kumani popote mlipo. Muendelee kusoma. Sio sawa kwa wenzetu wakati ukoloni. Wabeleji waliponda kabisa kwa patili mtosha. Ndio mwezi initiative wa Kongo. Mtu anafanya mkopi miaka 2 anakuwa kapita wa kijiji. Kwa kweli hapo ndio mwisho historia hii fupi, tutaendelea baadaye siku zingine. Inaandaliwa na mwalimu Itungano Amisi, mwalimu historia na Kifaransa. Asante.